Habari za kibinadamu. Karibu katika kipengele cha 30 cha Genesis to Revelation. Leo tunashuhudia moja ya makutano makuu zaidi katika historia ya binadamu, wakati Mungu alimuonekana Musa katika kichaka kinachowaka. Baada ya miaka 400 ya kimya, Mungu anazungumza tena na watu wake. Lakini kuna mambo mengi tunayakosa katika hadithi hii maarufu. Kwa nini Musa alikuwa akichunga kondoo badala ya kukabiliana na changamoto za maisha? Kwa nini kichaka hakikuteketea? Na kwa nini Mungu alijibu swali la Musa kuhusu jina lake kwa namna hii ajabu? Hebu tusikize kwa makini maneno ya Mungu mwenyewe. Hebu tusikize neno la Mungu kutoka sura ya 3. Basi Musa alikuwa akichunga mifugo ya Yethro baba mkwe wake, kuhani wa Midiani, akaiongoza mifugo nyuma ya jangwani, akafika mlimani Horebu, mlima wa Mungu. Naye malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto kutoka kichaka, akiona na kumbe kichaka kinawaka moto, lakini kichaka hakikuteketea. Musa akasema, sasa nitageuka nione jambo hili kubwa, kichaka hakiteketezwaji. Mungu akamwita kutoka kichaka, akasema, Musa, Musa. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali ulipasimama ni ardhi takatifu. Kuna mambo matatu muhimu tunayokosa mara nyingi katika hadithi hii. Kwanza, Musa hakuwa akichunga kondoo wake mwenyewe, alikuwa akichunga wa Yethro, baba mkwe wake. Hii inaonyesha hali ya unyenyekevu na utegemezi. Pili, kichaka kinawaka lakini hakikuteketea. Hii ni ishara ya uwazi wa Mungu. Mungu anaweza kuwasiliana nasi bila kututeketea kwa utukufu wake. Tatu, Mungu aliita Musa. Musa. Jina mara mbili inaashiria haraka na upendo. Si tu kuitana, ni kumwita kwa upendo. Haya mambo yanaonyesha jinsi Mungu anavyomjali Musa kama mtu binafsi, si tu kama chombo tu. Hapo Mungu anaelezea mpango wake mkuu wa ukombozi. Kwa hakika nimeiona mateso ya watu wangu walio Misri, nimesikia kilio chao kwa sababu ya wakuu wao wa kazi, na yajua maumivu yao. Nimeshuka niwaokoe na mkono wa Wamisri, niwaongoe kutoka nchi ile, niwapeleke katika nchi nzuri na pana, nchi itiririkayo maziwa na asali. Lakini Musa ana wasiwasi, ni nani mimi ili niende kwa Farao, nikawatoe wana wa Israeli Misri? Mungu anamjibu, kwa hakika nitakuwa pamoja nawe. Halafu Musa anauliza swali kubwa, je, nitawaambia nini jina lako? Mungu anamjibu, mimi ni yule niliye. Hivi ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, yule niliye amenituma kwenu. Wanyamapori waliokuwa wakishuhudia tukio hili mkuu walikuwa na mazungumzo yao. Je, mnaona jinsi Mungu anavyomwangalia mchungaji wetu Musa? Mimi ni kondoo tu, lakini naona upendo mkuu. Mfalme mkuu anazungumza na mwanadamu. Mimi ni mfalme wa msitu, lakini huyu ni mfalme wa wafalme wote. Kutoka juu nimemwona Musa akichunga kondoo kwa unyenyekevu. Sasa Mungu anamuita kuwachunga watu, ni mpango mkuu. Lakini anaogopa. Je, si anaona jinsi Mungu anavyomwongoza kondoo? Atamwongoza pia. Kila mfalme ana wasiwasi kabla ya vita. Lakini huyu mfalme wa anga atakuwa pamoja naye. Ndugu zangu, tufanye mwitikio. Mungu bado anatuita leo. Kama Musa, anaweza kutuitana mahali tulipo, si mahali tunataka kuwa. Labda uko kazini unayoichukia au hali ngumu za maisha, lakini Mungu anaweza kukutumia hapo hapo. Pili, hatuna haja ya kuwa tayari kabla ya Mungu kutuitana. Musa alikuwa na makosa mengi, aliua Misri, alikimbia, alikuwa na ugumu wa kuzungumza. Lakini Mungu alimsema, nitakuwa pamoja nawe. Tatu, Mungu anajiita mimi ni yule niliye, maana yake ni yule asiye na mwanzo wala mwisho. Huyu Mungu wa milele ndiye anatuitana leo kuwatumikia wengine, kuwasaidia wale walio katika dhiki na kujenga upya kile kilichovunjika. Hebu tuombe pamoja. Bwana, wewe yule uliye, tunakushukuru kwa sababu unatuita kwa majina yetu. Kama vile ulivyomuita Musa, unatuitana nasi kuwatumikia wengine. Mungu, tupe ujasiri wa kumuitikia mwito wako. Tusaidie kuona mahali tulipo ni mahali unayotaka tutumike. Uwe nasi kama ulivyomwahidi Musa. Katika jina la Yesu tunaomba, amina. Asanteni kwa kutufuata katika Genesis to Revelation. Tuonane kipengele kijacho tunatakapoona jinsi Mungu anavyoanza kuonyesha Wamisri nguvu zake. Mungu awabariki.
Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.